mtaona kwenye katiba sifa za msingi ni 3 tu. Kwenye katiba ni 3 tu. Kama unataka kugombea, uwe raia, umetimiza miaka 21. Sifa ya kwanza hiyo. Sifa ya pili, uwe ni mwanachama wa chama cha siasa. Sifa ya tatu ni kwamba wewe katika maisha yako hujapatikana na hatia ukahukumiwa kwa kukwepa kodi. Ni hizo. Lakini kuna mambo yameorodhesha watu, mambo ambayo yanaweza kumzuia mtu asiruhusiwe kugombea, ya kuingua watu. Na ndio nimetaja, nasema kwenye ibara ya 67 yameorodheshwa. Hiyo inahusu uchaguzi wa wabunge. Lakini ukienda kwenye uchaguzi wa rais, sheria inarefer to 67. Pamoja na sifa nyingine zile, hakuna mtu atagombea urais kama hana sifa za kumfanya gombea ubunge. Udiwani hivyo hivyo. Kwa hiyo ni sifa za wote. Pamoja na mabadiliko ambayo yalikuwa yanahitajika, na wakati wote ilikuwa nafanya mabadiliko, lakini utaratibu ule uliwafanya wananchi wakaendesha uchaguzi bila matatizo mpaka ilipofika mwaka 2019. 2019 ukaletwa utaratibu ama kanuni ambazo zilianza kutenga watu fulani fulani, kuwaengua. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2019, wagombea wengi sana walienguliwa. Lakini ukienda kwenye orodha ya sababu zilizofanya wakaenguliwa, hakuna hata moja iko kwenye katiba. Hakuna. Na sheria ya uchaguzi nayo ina masharti yake kwa wagombea. Makubwa ni kwamba upate wadhamini, nadhani kuwe na picha, mambo mengine. Lakini zile za kwenye sheria ya uchaguzi hazikuwa msingi wa kuengua wagombea. Tukumbuka huko nyuma, wakati mwingine ilikuwa inatokea matatizo, na utaiona ile sheria inasema sio kwamba ukikosea kwenye fomu ile kwa vyote vile kwamba unaenguliwa. Hapana. Ndio unaweza kuenguliwa, lakini inampa discretion msimamizi wa uchaguzi kuona mazingira, na baadaye ya kuengua yanafanya masahihisho. Niwape mfano wa kupata wadhamini. Zamani hakukuwa na sharti kwamba anayekudhamini uchukue kadi yake. Haikuwa hapo. Ilikuwa unakwenda unapata mdhamini ambaye unaweza hata kuandika kadi yake, namba ya kadi yake na mambo mengine, lakini anabaki na kadi yake. Ikagundulika kwamba yalitokea wakati fulani mtu mmoja akadhamini wawili. Wakati ule chini ya CCM ulikuwa na wagombea wawili. Sasa wanakuta mtu mmoja amedhamini wote wawili. Wakati ule ilikuwa ikionekana hivyo, hawakuengua wale wagombea. Walipewa muda wakaenda kufanya masahihisho. Nani kama mtu amedhamini wawili, wamuondoe kwa mmoja, wapate mwingine wa kumreplace. Ilikuwa na matatizo. Ndio baadaye ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kudhamini watu wawili, akikudhamini unatakiwa uchukue kadi yake
ilikuwa hivi.